السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mbona tunaitikia kwa unyonge? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Alhamdulillahi alladhi hadana lahadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala man arsala an-nabiyya bil huda wad-din al-haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau karaha al-kafirun. Kwanza kabisa tumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuongoza katika muongozo huu. Si ujanja wetu wala si nguvu zetu, isipokuwa tumewezeshwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa uchache tusemeni alhamdulillah. Kwa sababu wapo wengine ambao wenye mali kuliko sisi, na wapo wengine wenye akili kuliko sisi. Juzi na jana walifikiria kwamba siku ya leo watawahi msikitini kuliko mimi na nani. Lakini kutokana na uwezo wa Allah, muda kama huu bado hawajabahatika kuingia katika nyumba ya ibada ya Allah. Lakini sisi sio ujanja wetu, bali Allah ndo katuwezesha mpaka kufanikisha jambo kama hili. Jambo la pili, tumshukuru Mwenyezi Mungu sisi kuwa wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad. Ikiwa yule mbwa wa ashabul kahfi katajwa katika Qur'an, yakuluna sab'atun wa thamanun kalbahum, sidio? Katajwa mbwa kwa sababu tukafatana na wale watu waliokuwa wema. Je, mimi na wewe ambaye tumemfuata Mtume Muhammad, tena ni neema kubwa. Khutba ya leo shekhe kaongelea mambo muhimu mno. Muungano, kuungana Waislamu. Waislamu tumetengana sana. Yani wallahi huwezi kujua huyu ni Muislamu si Muislamu. Kwa nini? Tumekuwa mbali tofauti kabisa. Tumeacha mafundisho ya Mwenyezi Mungu na mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muumini wa kweli anatakiwa yeye ndio alete furaha kwa Muislamu mwenzake, lakini asitumie kigezo cha kwa yeye ni Simba na yule ni Yanga kuweza kuleta faraka baina ya yeye na. Huu ni mtihani mkubwa, na wallahi tutakuja kuulizwa mbele ya Allah. Kigezo kisiwe cha chama, kwa sababu huyu eti yeye ni Chadema, huyu ni CCM, kuwe na faraka ndani yao. Hapana. Muislamu anatakiwa awe mtu wa kwanza kuleta furaha kwa Muislamu mwenzake. Siku moja tajiri mmoja alikuwa akitembea